Kwa majina naitwa Haji Mponda, mwenyekiti wa shirikisho la machinga wilaya ya Mpanda. Na niko hapa na mwenzangu makamu mwenyekiti wa shirikisho la machinga wilaya ya Mpanda, Bwana Deogratias Clear. Tumekutana hapa leo katika mida hizi za jioni kwa mambo makubwa mawili. La kwanza, kuwaeleza machinga wote wilaya ya Mpanda fursa zinazopatikana kwenye wilaya yetu ya Mpanda, hususa kwa sisi machinga. Lakini la pili, nitadokeza kwa mwisho kabisa kwa kumalizia kwenye jambo ambalo la namna mpangilio wa sisi machinga ambao tunaotakiwa kuwa nao kwenye mji wetu wa Katavi. Mimi naomba nitoe wito kwa machinga wote wanaonisikiliza wilaya ya Mpanda. Kuna baadhi wamekuwa wakisikia na kuna wengine hawajasikia. Sisi kama shirikisho la machinga wilaya ya Mpanda tuna fursa ambayo ni kabambe, na tuna fursa hii ipo ni nchi nzima. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mama ambayo kipenzi chetu cha watu, kipenzi ambacho katika mazingira ya kawaida anatujali makundi yote, sisi machinga, boda boda, bajaji na makundi mengine yote. Ametuletea mkopo wa wajasiriamali wadogo wadogo wenye riba nafuu kabisa yenye 4%. Yenye 7%. 7%. Yes, samani 7%. Kwa mfano, mheshimiwa mwandishi wa habari, mtu ambaye atakayekopa shilingi milioni 1, riba yake ni shilingi 70,000 kwa mwaka. Kwa mwaka mzima. Kwa katika mazingira kaida, na fedha yetu inaanzia shilingi kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 4. Ni wewe utataka uchukue kiasi gani. Na mkopo wetu huu hauna dhamana. Dhamana yake ni kuwa na kitambulisho kile cha mjasiriamali, ambacho kile kitambulisho cha mjasiriamali anakipataje huyu mwananchi nitaeleza. Kwanza atakuja kwenye ofisi zetu za machinga wilaya ya Mpanda, tunatoa hizo fomu kwa ajili ya kujaza upate hicho kitambulisho cha mjasiriamali. Kile kitambulisho cha mjasiriamali kinalipiwa shilingi 20,000 ambayo kitadumu kwa miaka 3. Lakini pili, ofisi zote za kata zilizoko wilaya ya Mpanda, kata 27 zote, ofisi hizi za vitambulisho vya mjasiriamali zipo, zinapatikana na zinatolewa bure. Nitoe rai kwa viongozi wangu, hususa watendaji wa kata na wa mitaa, basi wajue kwamba katika mazingira kaida zoezi hili wawahudumie wananchi, ili kusudi mwananchi yoyote asipitwe na hii fursa. Kwenye huu mkopo wa machinga hatutambagua mtu yoyote kwa kuangalia dini yake, kabila lake, chama chake, rangi yake, kwa sababu huu mkopo ni wa Watanzania wala biashara yake. Wala biashara yake. Sema biashara ya yule anayepanga chini. Huyu mtole anaona hapana. Ili mradi katika mazingira ya kawaida ni machinga ambaye anatambulika kisheria, amesajiliwa kwamba ni mtu ambaye tunamtambua sisi kama machinga, amesajiliwa kwenye mfumo huu, ana kitambulisho, atapata haki. Mkopo wetu mimi huwa naleta ni wa dunia kwa sababu kuu zifuatazo. Tuna mikopo mingi. Tuna mkopo wa halmashauri wa 10% wa vikundi. Tuna mkopo wa akina mama. Tuna mkopo huu wa machinga. Na tuna mkopo hizi za kausha damu. Sasa nianzie kwanza utofauti wa zile mikopo za serikali, zile zinazotolewa serikali kama hii. Alafu nije kwenye kausha damu. Nianzie kule. Mkopo wetu ni mzuri zaidi sababu unatakti mtu mmoja mmoja, sio kundi tu. Sio kundi kama ule unaotolewa na halmashauri. Kwa mfano kwenye mkopo wa halmashauri kwa humu ndani watu 5. Tunaweza tukawa sisi nyinyi watu 3 hapa mna malengo mazuri kabisa. Mkawa mna malengo mazuri, mkakopa kwa nini kujiendesha biashara. Lakini si mimi hapa Haji Mponda na mwenzangu hapa tukawa ni wajanja. Tukikimbia mkopo wa halmashauri unasema nyinyi watu 3 lazima mtatulipia sisi mkopo wenu sisi ambao tumekimbia. Unaona utofauti hapa. Kwa hiyo unajikuta kwamba mtu unampa mateso. Lakini la pili, tunakwenda kila mtu na malengo yake kwa Samueli. Unapoenda kukopa fedha unakuwa una malengo yako, mikakati yako na tija yako. Kwa hiyo mnapokuwa mko dhamira wengi, tunatofautiana kwenye mawazo. Kwa hiyo ndio maana tukaona sasa Dr. Samia Suluhu Hassan akaona kwamba awakopeshe machinga mtu mmoja mmoja, ili Samueli wewe ukizingua wewe kama wewe, basi sisi tukuchukulia hatua wewe kama wewe, sio kikundi au kuhangaika kumlipia tena mtu mwingine. Kwa hiyo ndio faida kubwa namba 1. Lakini la pili, kwenye mkopo ile ya 10% kwa mfano ya halmashauri, ile ya ambayo haina riba yenyewe kabisa, unajikuta kwa Samueli tunazokuwa sisi tuko watu 5 hapa. Tunakwenda jamani, kesho tunakwenda kwa mtendaji kwa ajili ya kuandaa kikundi na kusaini. 4 mnakuepo, mimi nakuwa sipo. Nisipokwenda tu mimi nimewaangusha. Kwa hiyo unajikuta watu wengi kwenye vikundi wanakosa sifa kwa sababu mawazo hatufanani. Kwenye kausha damu mkopo wetu nimesema wa kidunia kwa sababu zifuatazo. Kaka yangu Samueli, ni kuhakikishie kwa mfano huku kwenye hawa kausha damu
hao kausha damu wanakopesha 100,000 kwa riba ya 20%. Kwa mfano 100,000 na mtu arudisha 20,000 kwa mwezi. Kwa hiyo leo hii kaka yangu hapa Samueli akichukua kwenye kausha damu milioni 1, kila mwezi atakuwa anarejesha shilingi laki ngapi? 200,000. Miezi 12. Unajikuta kwenye kausha damu ameshaingizia zaidi ya milioni 2 karibia na elfu na 400,000. Lakini pili ule rejesho la mwisho sasa ile la kwa mwaka, kwa mfano amechukua ile kwa mwaka mzima, anatakiwa arudishie tena na milioni yao. Unaona hapo? Lakini sisi huku kwenye mkopo wa machinga, tena kwa bahati nzuri nimesema ile riba ile ya 7% dada. Unaweza ukajikuta kwa mfano kila kwa mfano nimerejesha sini kwa mwaka. Mwezi huu nimetoa rejesho langu. Mwezi unaofuata wanachukua ile hela iliyobaki, ile mtaji wangu uliobaki, wanaigawia tena kwa 7%. Kwa hiyo unajikuta kwa ndani mwaka mzima nimerejesha riba pengine 40,000 na kitu kwenye milioni. Kwa hiyo unajikuta kama naifanyia kazi ile fedha reality. Yaani kwa quality wa hali ya juu. Tangu uliposema kwamba tayari fedha zimeshaingia Katavi, yes, hali ya mwamko kwa wafanyabiashara ipoje kujitokeza? Asante sana, tunashukuru sana. Kwa kweli tuna mwamko mkubwa sana. Kwa bahati mbaya sana dadangu, watu wanaochangamka ni kata 3. Kata Kashauriri ndio inaongoza kukimbia fursa hii. Tunasema machinga asipitwe na fursa hii, mwandishi wa habari. Yaani wewe, huu ni muda wa fursa. Fursa yoyote unayoiona iko mbele yako ambayo itakutengenezea tija ya kukunyanyua kiuchumi, isimamie. Kwa hiyo tunatoa wito kwenye mikutano ya hadhara, tunakwenda kutembelea masoko, tunakwenda kwa mfano kama hivi kwenye media hivi, tunaomba mialiko hivi, tunapata, tunawashukuru sana. Tunatoa wito. Ina maana yule mtu ambaye atakayekosa fursa hii awe amejitakia mwenyewe. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.